Wakati binti Raula akiwa anaamini kwamba amefanya jambo zuri sana kwa ajili ya kumkabidhi mpenzi wake ambaye anamuita mume wake, kumpa mwili wake kwa mara ya kwanza akiwa kama ni mwanaume wa kwanza kabisa kuuzindua, lakini mambo ni tofauti kwa Shakira ambaye kwake ni ushindi wa pointi 3 mezani mara baada ya kufanikiwa kumfungua binti, na mwisho pale amemwambia kwamba ni ruksa sasa kwenda kwa mwanaume mwingine yote kwa sababu nimeweka chata na tattoo. Ni wazi kwamba Shakira hana hayo mapenzi ya dhati kama ambao binti anayo dhidi yake. Nini kitajiri, nini kitaendelea kwa msichana huyu maskini ambaye katika maisha yake matatizo yamemwandama kila mahali, si nyumbani kwake, si shuleni kwake, lakini pia si pale kwa mpenzi ambaye alikuwa anamwamini sana katika maisha yake. Karibu sana msikilizaji, hii ni sehemu ya 7 simulizi zetu The Last Promise. Msomaji wako naitwa Tutu, mwandishi ni Sam Dafur, na hapa ni Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe channel yetu ili kuwa kwanza kabisa kuziona simulizi zetu, lakini pia kupata maendelezo ya kila simulizi. Usahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii na ni Simulizi Zetu Media, na pale WhatsApp namba ya kuungwa kwa ajili ya kuingia katika group letu la simulizi ni 0757567253. Karibu sana, tunaendelea kuzifunua kurasa zake Sam Dafur. Sasa ni upande mwingine ambapo tunaonyesha kwamba ilikuwa ni mchana ambao ulikuwa umekomaa, na kisha jioni ikachanua kama kawaida ikiwa ni changa kabisa, ambapo Mr. Emmanuel alikuwa kwanza kutoka siku hii. Kichwa chake tangu jana usiku hakikuweza kutulia. Kubwa ambalo lilimpa mawazo ni kuhusu mambo mawili ambayo alikuwa anamtaka kuchukua maamuzi. Kabla ya kuondoka mazima, jambo la kwanza kulifanya ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anapitia vyema baadhi ya mikataba muhimu ya kampuni ili mambo yaende sawa, na kisha alienda kwa msaidizi wake ambapo huko aliteta naye jambo kwa sekunde kadhaa hivi kabla ya kurudi tena ofisini, ambapo hapo alichukua begi lake na akashuka ngazi ili yawahi katika gari na kuondoka mazima kama ilivyokuwa ada yake. Sasa akiwa anakaribia katika gari, nyuma yake ilisikika sauti. Alitambua sauti hii ilikuwa ni ya nani na akageuka kumtazama Mr. Emmanuel. Ilikuwa ni sura na mwili wa Marge ambaye alikuwa mbele yake. Alijua kwa nini mtu yule yuko pale wakati ule, kwa hivyo katika kuondoa aliamua kutoka nje ofisi ili waweze kuzungumza vizuri. Basi walielekea hadi katika eneo ambalo lilikuwa na wazi, wakasimama huko na kisha wakatazama baadhi ya wahudumu ambao waliendelea kuhudumia pale wateja mbalimbali ambao walikuwa wanaingia kutoka ndani ya kampuni. Na hapa sasa mazungumzo yalianza. Hivi unakumbuka nilikupa siku ngapi Mr. Emmanuel? Marge alianza na kuzungumza, na wakati huo alikuwa anarudisha simu yake mfukoni na kumtazama Mr. Emmanuel. Nakumbuka, lakini bado unaniweka katika wakati mgumu najua. Kwa unashindwa kumwambia ukweli mtoto, si ndio? Nahisi itakuwa hivyo kwa sababu bado Paula atakuwa anaendelea kumchukia hata kama akijua kweli, bado hakuna kitu ambacho nitakuwa nimesolve. Kwa hiyo msimamo wako ni nini? Mimi nitakufa na siri yangu. Kwa nataka mimi nifanye hii kazi, si ndio? Sina maana hiyo, lakini basi alikaa kimya mara baada ya kuishi simu yake ilikuwa inatingishika. Alitoa mfukoni na kisha akaitazama. Ilikuwa namba binti yake kipenzi Paula. Aliipokea akisogea pembeni aweze kuzungumza naye. Akamuuliza kuna nini? Akamwambia mama anauliza mbona mkataba wa hati za mali hauonekani au umeondoka nao? Unasemaje? Haupo? Ndio, anasema hivyo. Hebu mpe simu niongee naye. Sipo naye hapa, ndio niko naye. Okay. Kimya kilipita kwa sekunde kadhaa kabla ya sauti upande wa pili kusikika. Swali la kwanza lilikuwa ni umeweka wapi hizo hati? Mimi sijachukua, niliweka kwenye kabati, hebu angalia. Hazipo Mr. Emmanuel, nimetazama zaidi ya mara 60, hakuna kitu. Mungu wangu, sasa zimeenda wapi? Hebu angalia vizuri wewe mwanamke. Bwana, itakuwa labda amechukua Raula. Hebu usiniambie kwamba atakuwa amechukua na hati. Bwana, hebu rudi kwanza tuongee vizuri. Mimi hata sielewi yani. Basi sawa, nakuja nyumbani muda huu. Mr. Emmanuel alizungumza hivyo na kisha alikata simu. Alimtazama Marge ambaye alikuwa akichezea simu yake. Akasema huyu mbwa itakuwa anajua nini kinaendelea. Alikuwa na hasira sana. Alipiga hatua hadi sehemu ambayo alikuwepo. Akasimama mbele akamchimba mkwara. Akasema mwambie Raula asinipande kichwani. Najua wewe pia umehusika kwenye hili sasa hivi. Mwambie arudishe kila kitu kabla ya saa 4 usiku. Arudishe nini sasa? Marge aliuliza. Unajua nini ambacho ninakimaanisha? Na ninajua kwamba umehusika kwenye hili. Mimi nitakuja kufanya kitu kibaya hutokao uamini Marge kwenye maisha yako. Mzee Emmanuel alijibu kwa hasira na kuelekea kwenye gari, akimwacha Marge akiwa ni mwenye kushangaa sana. Hakujua nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Sasa ni upande pili ambapo tunaiona familia ya Masanja ilikuwa ikipata chakula cha jioni katika mmoja mgao ambao ulikuwa unapatikana maeneo ya Capri Point. Kwa kweli ilikuwa ni Ijumaa ambayo ilikaribisha weekend. Kwao hawakuona shida kupata chakula cha pamoja ili kuzidi kudumisha upendo ndani ya familia. Upande wa kulia kulikuwa na Lamek ambaye alikuwa akichezea simu muda wote na sura yake ilikuwa na tabasamu sana. Upande wa kushoto alikuwepo Suzy ambaye aliweka simu juu ya meza yake. Chakula kiliendelea kumeng'enywa katika kinywa chake, na katikati pale alikuwa mamake
ambaye alikuwa ni kama mkuu katika familia yao. Basi kila mmoja alizungumza na kumwacha mwenzake nafasi wakiendelea kujibiza na taratibu. Jumatatu unaanza chuo rasmi, sijajua umejiandaje? Suzy alianza na kumtupia swali kaka yake na kisha aliweka kijiko juu ya sahani kumtazama. Alimwekea umakini zaidi. Nimejiandaa na nahisi nitakutana na Railati wangu jamani. Yaani tutafurahi sana kama ambavyo ulikuwa kawaida. Ulikuwa unasemaje? Lamek alirudisha tena swali kwa ndugu yake. Kuhusu Railati wewe msimlie mama. Mimi nataka tu kujua kuhusu chuo. Maana nishakukanya huna masikio. Okay. Chuo kipo. Si kila siku watu wanaenda chuo jamani au? Okay. Suzy aliweka kitu na kuacha kuchezea simu yake kidogo, akageuka upande wa pili ambao kulikuwa na watu wengine wakiendelea kupata chakula. Basi alipoweka macho vizuri upande wa magharibi ambako kulikuwa kuna wahudumu, aliona kwenye meza kukiwa na mtu akiwa amekaa anachezea simu. Mwanga ukoacha kumulika usoni. Alishindwa kumtambua alikuwa ni nani kutokana na kuonyeshwa mgongo. Wazake aliendelea kula chakula, lakini mamake alipata na mashaka kidogo. Akamuuliza binti yake, "Mbona mwangalia sana yule mtu unamfahamu?" Hapana, lakini kama namfananisha hivi, wewe acha kushobokea watu ambao wajui mdogo wangu, utakuja kuliwa shauri yako. Lamek alizungumza kwa dharau. Hivi kaka unajua na kuheshimu? Kwa nini nimesema uniheshimu? Utajua mwenyewe bwana. Ngoja nikajidhihirishie kama ni yeye. Suzy aliinuka katika kiti, akachukua simu yake na kuondoka. Hatua zake zilimfikia hadi sehemu yule mtu ambapo alikuwa amekaa, akamshika bega, akipiga hatua taratibu kusogea mbele yake ili wapate kutazamana. Rafael aliita akiwa ni mwenye tabasamu usoni. Jamani, hivi ni macho yangu au naota? Rafael alijikuta akipikicha macho mara mbili mara tatu, ni kama alikuwa anaweka tongotongo pembeni hivi ili kudhihirisha kama kweli alikuwa anamuona mbele yake alikuwa ni yeye. "Wewe umefikaje hapa?" Nikuulize wewe umefikaje? "Mimi nimekuja na..." Alikaa kimya Suzy na kugeuka upande wa pili ambako familia yake ilikuwepo. Alinyosha kidole akiendelea kuzungumza. "Nimekuja na familia yangu. Vipi tunaweza kujumuika pamoja?" "Ni wale pale." Kumbe na familia yako iko hapo." "Ndio." "Hebu tuende kwa sababu ni muda mwingi sana tujaonana, afu ni kuna vitu vingi sana vya kukuambia kama utojali. Hebu tuende basi." Suzy alimshika mkono Rafael na waliongozana mpaka katika meza ambayo wazazi wake pamoja na kaka yake alikuwa pale. Tunaacha pale, tunakuja upande wa pili ambapo tunakuta mazungumzo kati ya Regina na Miriam. Ambapo Regina anamwambia, "Hivi utakuwa hivi mpaka lini Miriam? Unahitaji kuyafikiria maisha yako na sio mtu mwingine, hasa wanaume. Always hawa ni wamalaya tu, ni wasaliti tu, ni watu ambao tu wanaumiza mioyo ya wanawake. Wewe kwa nini unakumbaki sehemu moja?" Regina ambaye alikuwa amesimama kando ya barabara, mkononi akiwa na vitabu viwili hivi ambavyo alivikumbatia kifuani. Basi macho yake alimtazama Miriam ambaye mbele yake alikuwa akionekana na muonekano mdhaifu sana. Ambao ulikuwa ni wa kuchoka mwili, lakini ladha ya dunia pia ni kama alikuwa haioni. Bado swala la mapenzi katika maisha yake lilikuwa ni kizungumkuti. Unajua ni msichana mzuri, mrembo, unavutia. Hakuna mwanaume ambaye hataki kuwa na mwanamke kama wewe. Kuna muda hata mimi natamani hata ningekuwa na mwili kama wako au sura yako niringe kweli kweli. Lakini you don't think about how pretty you are. Unalalamika tu kuhusu Joshua. Kwa nini jamani? Aliendelea kugonga msumari mwingine. Huyu binti Regina akamwambia, "Mbona Rich hana tabia kama hizi jamani? Wewe una marafiki wangapi wazuri kukuzidi lakini hata hajawahi kukuumiza." Miriam, usijaribu kuwafananisha wavulana, usifananishe kabisa. Furaha yako haitegemei wanaume, unahitaji kusimama mwenyewe alafu ukajipa raha. Hakuna mtu yote ambaye anajali kuhusu wewe, ni wewe mwenyewe unatakiwa kujali kuhusu wewe. Kwa nini unateseka? Basi Miriam alimtazama rafiki yake Regina na kile ambacho alikuwa anaambiwa kilikuwa kinamuingia moyoni, lakini bado alikuwa anashindwa kuchukua maamuzi dhidi ya maumivu ambayo alikuwa anapitia katika maisha yake kwa kumpoteza Joshua kiharaka, na ni kitu ambacho alikuwa hakitaki kabisa, na ndio kitu ambacho kwa kinazidi kumuumiza, maana kila siku Joshua alikuja na jipya lenye maumivu makali sana ambayo aliendelea kumtesa. Mimi najaribu kuelewa unachoniambia, lakini nashindwa. Joshua kwangu ni zaidi mwanaume. Nimejaribu kumpa kila kitu lakini bado ananiumiza. Kwa hiyo, wewe unafurahia maisha, si ndio? Yaani unashindwa nini ku move on then maisha mengine yakafuatia. Nakumbuka mambo mengi sana kuhusu yeye. Simu yangu ina picha zake tukiwa pamoja, tuna kiss, tunalishana chakula and so on. Chumbani kuna shuka ambazo tulinua pamoja, mito. Unadhani kumbukumbu naweza kufuta namna hiyo, yani haraka namna hiyo kweli? Nawezaje kwa mtu ambaye nilikuwa nampenda? Nashindwa. Yes, najua namna gani ambavyo unaumia, na hata kama zitafutika lakini anza kujipa muda kwenye vitu vya muhimu. Kama mtu akupendi unataka kumlazimisha, then what? Dunia haipo hivyo Miriam. Basi Regina alikaa kimya kidogo na kumpiga bega rafiki yake, akawa anamsisitiza na kumpa principle
ya kupata furaha. Akamwambia sasa principle ya wewe kupa furaha peke yako, yani kujipa mwenyewe, ni moja tu. Ni ipi? Ni cheat na kucheat, yani tit for tat. Hakuna muda wa kubembeleza wala kulia kwa sababu ya mapenzi. Kwa nini unambembeleza mwanaume mtu mzima ambaye hakutaki jamani? Kama mama yake alikuwa radhi kumwojisha ziwa lake, utaweza wewe kweli? Hebu jifunze basi. Regina alikuwa anaongea lakini anashindwa kumaliza mazungumzo kwa sababu macho yake yalitua mbele. Kama mita 20 hivi alimwona Rich akiwa amesimama na mwanamke ambaye hakujua ni nani kutokana na umbali pamoja na kiza kilichokuwa kimemezwa kwa kiasi fulani. Alirudisha macho kwa Miriam akamwambia, hebu nakuja kwanza. Kumbuka Rich ni mwanaume wake bwana. Sasa Rich huyu alikuwa amesimama na Martha ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Regina, yani shoga mbuga, na mara zote wamekuwa wakishauriana mambo mbalimbali. Walikuwa wajui kama wanafuatwa. Wao wakaendelea na mazungumzo yao. Unajua mimi sijui kwa nini nashindwa kunielewa yani kwa nini unashindwa kunielewa moyo wangu kwako Martha? Wewe Rich wewe, unataka mimi nilaumiwe? Yani nataka kila mtu nje aanze kunilaumu baada ya kukubali. Hivyo umechanganyikiwa Hebu naomba uridhike na Regina wako. Afu mimi yule ni rafiki yangu. Jamani Martha, ina maana mimi siwezi kutosha au? Hapana, mimi sijamaanisha hivyo. Ila kumbe nini? Yani unaacha na kwa kwenye eneo sahihi lenye kunipa maumivu wakati wewe upo. Jamani, mimi nipo kwenye ile eneo ambalo haliwezi kunipa furaha yote. Kwa nini unataka mimi niendelee kuteseka kwa rafiki yako? Kwa nini unataka niendelee kuteseka na hisia zangu jamani? Jamani Rich, wewe si ni shemeji yangu jamani, kwa Regina na kila mtu anafahamu hilo. Utadate vipi bwana? Utawezaje? Ni kweli, lakini hata wewe kweli unafahamu kuhusu mimi na Regina. Mimi sijawahi kumpenda, na hata tunapokuwa pamoja unaona namna gani wanakuangalia wewe. Yani wakati wote nakuangalia wewe, simwangalie yeye. Kwa nini unashindwa kunielewa jamani? Kwa nini unashindwa kunielewa Martha? Kama hujawahi kumpenda, kwa nini uko naye mpaka leo? Mimi niko naye mpaka leo. Mnaongea nini? Ilikuwa ni sauti ya Regina ambayo iliingilia mazungumzo yao. Kila mmoja sasa akarudi kwenye hali yake ya kawaida. Alikuwa nakutafuta, nimekutana naye hapa, akanisimamisha na kuulizia uko wapi. Ulikuwa ni uongo mtakatifu ambao ulitoa na Martha ambaye alijiweka sawa akimtazama Regina. Macho ya Regina yalitua kwenye mboni za Martha na akahisi kuna jambo tofauti na lile ambalo alikuwa ameelezwa. Akarudisha macho ya Rich akauliza, kwani wewe huna namba yangu ya simu? Love, kwani nakuwa hivyo bwana? Anyway, simu yangu imezima, iko charge. Ndio maana nikaanza kukutafuta. Nilikuwa naelekea chuo kukuangalia darasani hivi kwa sababu ni labda utakuwa huko, lakini bahati nzuri nikamwona rafiki yako. Sawa. Vipi lakini Martha? Regina alibadilisha mada kutaka kuendeleza malumbano kwenye kile ambacho alikuwa ameambiwa. Aliamua kuridhika tu. Safi bwana, lakini mimi sijapenda kunidhania vibaya. Yani kwa nini umeniwazia hivyo mimi kwa Rich? I'm sorry bwana. Si unajua ninavyompenda Rich jamani. Wewe mwenyewe unajua. Hata kama lakini sio kunionyesha mbele yake kwamba uniamini. Sasa urafiki wetu thamani yake iko wapi? Na maana mimi nisimamishwe na yeye kuniuliza kuhusu wewe haitakiwi, ni vibaya nisiongee naye. Martha aliuliza akijiletesha hasira ambazo zilimpa maamuzi ya kuondoka kwenye eneo lile. Ni alijifanya kama amekasirika, ni kwa nini huniamini mimi, sitaki kuongea na boy wako na nini hivyo. Basi Regina akajaribu kumuita rafiki yake huyu, lakini hakudiriki kurudi wala kusikiliza sauti yake. Mbele yake kulikuwa na hasira feki ambazo alihitaji kuomba msamaha zaidi ya pale. Unaona sasa, uvu wako kijinga utafanya ugombani na kila mmoja. Richie alimlaumu akiwa amesimama kando yake, huku macho yake yakiwa kwa Martha ambaye alikuwa anaondoka. Lakini mimi nakupenda jamani, naogopa kuumia. Nafanya hivi ili tu kulinda mpenzi wangu. Kwa ina maana mimi uniamini Unahisi kwamba naweza kumtongoza mpaka rafiki yako? Hapana, sio kwamba, yani sio kama mimi sikuamini, lakini ndio hivyo. Mimi ni mwanamke ambaye nimebeba mapenzi ya dhati sana, nahitaji sana furaha kwenye maisha yetu. Sasa kwa nini mimi nichekee nyani jamani? Yule si mwanamke tu. Nadhani mimi naweza nikavuna chochote kama nitamchikia muda wote. Sawa. Anyways, labda ilikuwa ni kosa langu kuuliza kwa rafiki yako. Sitorudia tena kusimama na mtu mwingine njiani. Naomba nisamehe mimi basi. Ngoja basi nikamchukue Miriam tuondoke. Regina alirudi na kuomba samehewe na kisha alienda sehemu ambapo alikuwa mwacha rafiki yake Miriam, alimchukua na wote kwa pamoja waliondoka sasa kuelekea hostel. Hii simulizi jamani. Huu ni mzunguko wa mapenzi ambao uko nje kwenye maisha yetu. Yani kama hujui, anza kufuatilia. Utajiona wewe na marafiki zako na mpenzi wako mpo kwenye position gani. Anyways, tunaendelea. Sasa ni upande wa pili ambapo ni hostel. Tunamwona Mina alikuwa anapanga baadhi ya vitu vyake vizuri. Sauti ya muziki iliendelea kumliwaza mwenyewe na ghafla mlango wake chumbani kwake uligongwa na haraka alienda kufungua. Mbele yake alikuwa Paula ambaye alionekana kutoka na jasho akiwa na begi lake mgongoni. Alikuwa ni mtu mwenye haraka sana, hali ambayo ilimshangaza sana Mina mpaka akamuuliza, "Wewe Rao, vipi? Kuna nini?" Akamwambia, "Sikiliza, na ikapa mkoba. Hakikisha hakuna mtu yote ambaye atauchukua, sawa?"
Raula alipiga hatua hadi kwenye drawer la showcase na kisha akatumbukiza mkoba ndani. Naomba usifungue, kesho nitakuja kuongea na wewe vizuri. Aliongea na kutoka nje bila hata kumwaga rafiki yake. Mina alijaribu kumuita Raula lakini hakugeuka. Alisisitiza tu kwa sauti kwamba tutaongea kesho baby tafadhali. Sasa hili ilimpa wakati mgumu sana Mina ambaye alijikuta kima juu. Shauku kutaka kujua nini kilikuwepo katika mkoba alikuwa nayo, lakini bado hakuweza kufungua kutokana na kulinda heshima ya kauli ya mwisho ambayo alikuwa amepewa na Raula. Sasa wakati yote anatokea upande wa pili kwa Fina, yeye alikuwa nje ya hostel ambapo alikuwa anaishi. Alikuwa anaangalia baadhi ya wanafunzi wakipita, na hapo ndipo walikuwa watu wakipita wakiwa wameshikana mikono huku wakitembea sentimita kama 0 hivi. Muda mwingine watu hao kuacha kushikana viuno na kuangua vicheko, na hapo ndipo walikuwa wakipita wakijiongelesha wenyewe na akili zao. Wote hao walikuwa wakiotazama kwenye kati tofauti hivi, na basi kichwani kwake kulikuwa na maswali kadha wa kadha kuhusu maisha yake na hatima ya ujauzito ambao alikuwa nao. Aliendelea kuanza, lakini katikati dimbu la mawazo simu yake iliita. Alipoitoa kuitazama aliona namba ya mama yake na kisha akaipokea. Hivyo mtoto ana akili kweli wewe? Yaani wewe umo kichwani nzima kweli? Aliuliza mama yake kutoka upande wa pili wa simu ambao iliambatana na kugomba. Alifahamu kuna jambo amesikia dhidi yake, kwa hivyo akaamua kumpa sikio ili kuuliza, mama vipi? Kwani kuna nini? Hujui si ndio Haujui mama, ananiweka njia panda bwana, mimi sijui lolote kuna nini. Kwa hiyo mimi niliuza shamba langu ili usome nione mimi mjinga, si ndio? Yaani mimi nilofanya juu chini kupambana na wewe, nikauza mpaka kila kitu, yaani mpaka upupu ili usome, lakini umeenda kupata mimba. Hivi Fina, wewe unataka nini labda mimi mama yako? Lilikuwa ni swali lenye masimango ndani yake likafika kwake. Swali lenye kujua kwa nini mama yake alikuwa ni mkali sasa lilikuwa limemfikia. Basi Fina alihema kidogo. Hakupenda kusema lolote kuhusu hali yake kwa mama yake. Alifahamu namna gani familia za Kiafrika ambavyo zinachukia ujauzito unaopatikana masomoni. Alifahamu ukali wa mama yake na alifahamu pia ugombaji wake ambavyo huo unakuwa. Alimfahamu mama yake akiwa na hasira anakuwa ni mtu wa namna gani, na pengine hii pia ilikuwa ni sababu ya kwa nini hakuwahi kumwambia mama yake mpaka leo tangu amepata ujauzito na mpaka sasa hivi kwa nini hakumwambia. Ni wazi kwamba alikuwa anajua mama atapiga kelele sana. Sasa binti akaanza kujitetea. Lakini mama, lakini nini Fina? Hivi unajua nimepata aibu gani hapa kijijini? Ama kweli ng'ombe maskini ya zai, haki ya Mungu tena. Mwanangu Fina, mama yako anapambana kuhakikisha kama unapata elimu, lakini wewe unaenda kupata mimba kweli? Mama, lakini nalea, nimekubali, mbona nitalea? Wewe nyoko kweli, wewe nyoko tena. Wewe unalea nini? Nini unalea? Hebu sikia, na kutumia hela haraka iwezekanavyo. Urudi nyumbani na ufanye mpango wa kutoa ujauzito ndio uendelee na masomo. Yaani sitaki kusikia chochote unaongea. Mama, sitakutoa mimba. Fina, usitaki niingie kwenye hii simu nije nikuwashe makofi. Sijui unanisikia vizuri? Nimesema hivi, kesho nakutaka nyumba. Basi Fina aliona kukuliko endelea kusikiliza habari za mama yake akate simu. Hakutaka kusikia tena anachoongea. Mzigo mkubwa wa mawazo ukamuingia sasa, na aliingia kwenye majuto kwa sababu hakupenda kile ambacho kinaendelea. Moyoni alikuwa na simanzi na sura yake ilikuwa ni ndogo, huku akili yake ikichanganyikiwa maradufu kabisa. Akawa anajiuliza nani ambaye amempa mama taarifa. Alijiuliza bila hata kupata jibu kamili. Baadaye akarudi zake ndani ambako huko aliangua kilio cha kufa mtu. Alilia ikiwa kama sehemu ya kupooza machungu juu ya kile ambacho alikuwa anapitia. Basi ni upande wa pili pale ambapo ilikuwepo familia ya Lamek pamoja na mama yake. Kumbuka Lamek ni mpenzi halali wa binti Railat, na Lamek amerudi kwa ajili ya kwenda kusoma chuo kimoja na mpenzi wake, kitu ambacho dada yake Suzy alimkanya kweli kwa sababu tayari anamfahamu Railat na anamuona chuo akiwa labda na mtu mwingine. Sasa wakati ule nakumbuka alikuwa anakula pale, kabidi binti amchukue Rafael akampeleka pale mezani kumtambulisha. Akamwambia, mama, huyu ni rafiki yangu anaitwa Rafael. Ulikuwa ni utambulisho wa kwanza ambao ulianza mara baada ya kufika kwenye meza ya chakula. Basi Rafael alimpa mkono mama Suzy ambaye alipokea na akatabasamu akisalimiwa na mwanaume huyu ambaye alipeleka macho kwa Lamek kusubiri utambulisho wake. Akamwambia, huyu ni rafiki yangu, ni mshikaji wangu, pia ni msela wangu ambaye anashauriana mambo mengi sana. Ni mkubwa kuliko mimi kama ambavyo unamuona. Suzy alimtambulisha kaka yake. Asante, nashukuru kukufahamu. Okay, where did you meet with your best friend? I mean my daughter. Ni vipi mlikutana? Swali lilitoka kutoka kwa Mrs. Masanja akimtazama Rafael ambaye alijibu akitabasamu. Akamwambia, ni tulikutana wapi? I think it was around mwishoni mwa mwaka 2018. Tulikuwa advanced, tulikuwa darasa moja tukisoma Kifaransa. Mlikuwa na uhusiano gani kwenye muda huo na mpaka sasa hivi mkoje? Lamek naye aliamua kumhoji Rafael ambaye
alishusha pumzi nzito sana. Kelele cha kuwa kwenye eneo lile kilianza kumuisha, maana maswali yalikuwa yamedondoka makubwa kweli. Aliwaza kwa muda mrefu sana na kisha akasema kwamba kutoka mwishoni mwa mwaka 2018 mpaka mwanzoni mwa mwaka 2019 tulikuwa marafiki tu, lakini baadaye tulikuja kuwa wapenzi na tulikuwa na ndoto kabla ya mimi kuhama katika shule ambayo tulikuwa tukisoma. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa natembea darasani, then ulinisimamisha ukaniambia jinsi gani unanipenda. Nakumbuka Suzy alikuwa akisimulia. Kwa hiyo mlikuwa wapenzi? Mama yake Suzy aliuliza. Yes mom, na huyu ndo mwanaume ambaye nilikuambia atakuja kunioa, ingawa sikujua ni lini. Suzy aliweka msisitizo akimtazama Lamek, ambaye sasa aliweka swali jingine. Akauliza, kwa sasa hivi mko vipi yani? Tulipotezana since that time, kwa sababu yeye alienda kusoma Dar es Salaam, mimi nikawa nimbaki Mbeya kama kawaida. Okay. Sina mengi. Mnaweza kwenda kaa pale mkakumbushia enzi zenu. Ina maana mama unawapa ruksa wakaongea kule? Lamek aliuliza. Mbona nimekupa ruksa ya kuona Railat? Kuna mtu ambaye amepinga yote? Si nimewaacha huru? Okay. Lamek ilibidi akubali kwa kile ambacho kilisemwa na mama yake. Sasa Suzy na Raphael waliaga na kisha walipiga hatua hadi katika meza ambayo alikuwepo Raphael na walikaa na kuanza kuzungumza. Jamani, hii ipo kwenye familia za kishua tu. Sawa Mwantumu, kama unanisikia Mwajuma. Mama yako hawezi kukuruhusu kufanya hiki kitu mbele yake. Isitoshe wewe ni mwanafunzi. Jamani, hii ni story yetu, usilete makasiriko. Wewe kama mama yako hawezi kuruhusu kwenda kwa mpenzi wako mkakumbushie, basi bwana. Sasa walifika pale wakakaa. Na binti akamuuliza, akamwambia, umekuwa mbaba sasa hivi, unakula nini? Basi kijana akacheka akamwambia, wewe acha basi kunichawia. Hata hivyo umekuwa mrembo sana. Bado dimples lako halijafutika tu jamani. Jamani umeanza. Hata hivyo sana nafutikaje jamani, wakati ndio kitu uko unapenda kutoka kwangu. Jamani ni kweli, lakini naomba kuuliza basi kama nitakuwa nakosea, sorry. Suzy alikuwa kwanza kuuliza swali, akaweka kitu akimtazama Raphael ambaye alimwambia sawa niulize. Akamwambia hivi, bado unaniwaza? Bado nipo moyoni mwako, yani unanipenda kama zamani? Hili ni swali ambalo lilimfikia Raphael ambaye alitakiwa kujibu ndio au hapana, lakini kichwani kwake kulikuwa na sura ya Mina ambaye ni mpenzi wake tangu anapofika chuo. Jukumu lilikuwa ni la kwake kukubali ama kukataa. Tunamkumbuka vizuri sana Raphael, ni mshikaji wake sana na Nurdin, lakini Raphael huyu pia ana date na Mina, rafiki yake na binti Raula. Tumeona hivyo tangu mwanzo. Kumbe Raphael bwana alichokaga na mpenzi wake huko shahidi anaga huko. Haya sijui bwana. Tutaona. Unaona promise ambazo ni nyingi hapa ndani. Watu wana promise kweli na bado zinaendelea. Sasa hili swali lilileta ukimya kidogo kwa Raphael ambaye alikuwa anajifanya cheza simu yake. Swali liloulizwa lilitoa vyema kweli kwenye kinywa chake. Alifikiria namna ya kujibu na mwisho akauliza, kwani wewe bado unanifikiria? Kwa nini nisikufikirie? Mimi nakuwaza na nakumbuka siku zote na miss moments zote ambazo tulikuwa pamoja, Raphael. Okay. Mimi sina mtu pia. Raphael alimkana Mina. Kweli? Ya sina mtu. Kwa nini jamani? Kwa nini ukae muda? Tumekaa zaidi ya miaka 2 sasa hivi, sio ni moja zaidi, afu usiwe na mtu. Kwa nini? Unajua mimi nilihitaji kuwa mwaminifu sana, na hata hivyo ni ngumu sana kupata mwanamke mwenye kunivumilia na kunipenda kama ambavyo ulikuwa unanipenda wewe Suzy. Ndio maana nimeshindwa kuwa na mtu mwingine. Like serious Raphael, kweli hujawahi kuwa na mtu? Mimi sijawahi kuwa na mtu, na sio kwamba sipati hisia na sio kwamba wasitamani kuingia kwenye mahusiano, lakini bado nafsi yangu ilikuwa inanisuta sana. Kwa nini niingie kwenye mahusiano wakati nilipanga mambo mengi na wewe? Basi nilikuwa nikifikiria hivyo, natulia tu nikiwa naamini kwamba utarudi kwenye maisha yangu, kwa mara nyingine nitakuona. Ndio hivyo, si hivi tupo hapa tunakutana tena. Basi Raphael alizidi kuchimba shimo refu la uongo. Kumbuka Raphael ni mpenzi wa Mina, msikilizaji. Wanaume, assalamu alaikum. Basi Suzy alimtazama mwanaume huyu, namna yake ya uongeaji, na ilikuwa haimpi wasiwasi wowote. Ilikuwa namwamini sana Raphael tangu siku ya kwanza ambapo alikutana chuo. Tangu alipokutana shule kule advance. Kwa hivyo kile ambacho alikuwa anaambiwa aliona ni sahihi na hakupinga, na hakuona kama anapigwa kamba, kwa sababu yeye pia alikuwa anampenda sana mwanaume huyu. Akamwambia, kwa hiyo tunaweza kuwa na mimi tukaendelea tulipoishia? Mimi ni wako tayari Suzy. Ni utayari wako tu, na ndio maana nilikutana na Sumaya, nilimuuliza kuhusu wewe, lakini ilikuwa ni Dar es Salaam. Sijui kama aliwahi kuambia. Tulikutana na aliwahi kuniambia, but nikakosa nafasi ya kutafuta. By that time tulikuwa tumekuja kujiandaa kuna masomo. Basi ndio hivyo, mimi nakupenda bado na upo kwenye moyo wangu siku zote. Kila kitu ambacho niliwahi kufanya na wewe nakikumbuka sana. Raphael aliendelea kusisitiza uongo wake.
Basi moyo wa Suzi ulilainika sana alichoambiwa likiona kipo sawa kweli kweli. Alimkumbatia Rafael huku akiwa tayari kurudisha upendo ambao alipoteza miaka kadhaa iliyopita. Walirudi kwa wapenzi, asijue kwamba anarudi kwa mtu ambaye tayari ana mahusiano na mwanamke mwingine ambaye alikuwa akimpenda kwa dhati, tena huenda ni kuliko yeye. Hatujui, tutajua huko mbele. Sasa siku hiyo walipata kuzungumza mambo mengi sana, walikumbushana mambo yao ya high school, walicheka kwa pamoja wakipiga picha mbalimbali. Na kila mmoja alikuwa na furaha mpaka pale ambapo Rafael aliaga na kuondoka. Nusu saa mbele Mrs. Masanja na familia yake pia waliondoka katika eneo lile wakirudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine. Haya, penzi lingine hili limeingiwa mchanga. Penzi la Rafael pamoja na Mina. Tunaendelea. Sasa tunamwona Raula akirudi nyumbani kwao ambapo alimkuta baba yake akiwa ameziba mlango wa kuingilia ndani. Uso wake ulionekana kwamba alikuwa na hasira sana kwa sababu masharubu ya kuacha kumcheza, kitu ambacho kilimpa majibu kwamba muda wote basi kinanuka. Alijiandaa kwa jambo lolote ambalo lingemtokea. Aliuliza Mr. Emmanuel kwa kufoka akiwa anapiga hatua kumsogelea Raula ambaye alikuwa amesimama akimsikiliza. Ulikuwa wapi? Nilikuwa chuo. Shikamoo. Marhaba. Mr. Emmanuel alitikia akiruhusu kimya kupita. Aliendelea kusema, nitakuwa na mazungumzo na wewe. Sasa hivi? Hapana, nadhani ni kesho asubuhi. Okay, vipi Paulo yuko ndani? Ndio. Sawa basi baadaye baba. Raula aliingia ndani akimwacha Mr. Emmanuel ambaye alitoa simu yake na kuchezea. Alipofika sebuleni alikumbuka jambo akarudi ili kuzungumza na baba. Mbona umerudi? Kuna kitu nimekumbuka. Nini? Kuhusu cheti. Nataka kujua cheti kiko wapi? Cheti niliweka mezani asubuhi lakini sijui kiko wapi. Yaani sijui kiko wapi. Au hakipo baba? Hapana, kipo, nilihakikisha asubuhi lakini ngoja nikiangalia kesho tutaongea vizuri. Mr. Emmanuel alifunika kombe kijanja. Asijui bado alikuwa akiingia katika mtego zaidi kwa binti yake. Kitendo ambacho kilikuwa kimetokea mahali pale kilimchanganya sana Mr. Emmanuel. Alijiuliza maswali mengi sana, kulikuwa na taarifa mbili ambazo zinamchanganya. Wakati mama Paula anamwambia kuhusu kupotea kwa vyeti na hati, ndio muda ambao Raula anamkumbusha kuhusu cheti cha ndoa. Hivi nafichwa itakuwa au Sarafina yeye ndo ambaye ananizunguka hapa. Yaani binti atawezaje cheti wakati yeye ndo ambaye kama ni yeye ndo ambaye amevichukua ndani? Lakini Raula hana funguo, itakuwa ameingiaje chumbani? Hapana. Hawa wananichezea mtoto wake wa Mungu. Yaani hawa wananichezea. Mimi naona kuna mchezo unachezwa hapa. Itakuwa ni hivyo. Alikuwa akijiuliza akiwa anamtazama binti yake ambaye aliingia ndani tena kwa mara nyingine. Sasa Raula akiwa amesimama sebuleni, mbele yake ilitokea Paula ambaye alikuwa amebeba glasi ya juice, kuacha kunywa kwa maringo, na alikuwa amevaa kigauni kidogo ambacho kilishia mapajani vikamfanya aonekane wa kisasa sana na mtoto wa kitajiri ambaye alikuwa hatajali yuko sehemu gani. Alikuwa anapenda sana kujiachia. Na mara baada ya kuona ndugu yake amerejea nyumbani, alipiga hatua hadi sehemu ambayo Raula alikuwa hapo amesimama, akaweka makazi kando yake akamnong'oneza. Kwa hiyo, unaamua uwe mwizi, si ndio? Nimeiba nini? Hukuwa darasani. Ulienda wapi? Kuiba. Tumesema mimi mwizi. Sawa. Una lingine? Raula aliuliza kwa dharau akiwa anataka kuanza kupiga hatua. Paula alimtazama ndugu yake kwa dharau kabla ya kumtonga swali nzito ambalo aliliuliza kwa dharau akiwa hata hamwangalii mtu ambaye anamuuliza. Unamwamini sana Mina She is my best friend. Kwa hiyo inatosha tu kujua hivyo. Safi. Paula alijibu na kisha aliondoka kando ya Raula akitembea kwa maringo hadi katika sofa ambapo alikaa na akajirusha. Sofa lilipokea mwili wake na Raula alianza kupiga hatua kuelekea chumbani kwake, lakini nyuma yake alisikia sauti ikisema, unaonekana ni mtoto mjinga mbele ya baba mwelevu, au kisa cha kuzaa ndio maana unataka kudhulumu mali, si ndio? Ilikuwa ni sauti ya Paula ambayo ilipenya kwenye masikio yake vizuri sana. Alianza kusimama ili amjibu, lakini hakuona sababu ya kufanya hivyo kwa sababu alijua kungetokea marumbano na mwisho angeonekana ni mjinga. Alipiga hatua na kuelekea chumbani kwake. Sasa siku hii ilikuwa ni tofauti kabisa kwake. Hakuweza kusoma wala kufanya mambo yake kama ilivyokuwa ada ya kila siku. Kichwa chake kilikuwa na mambo mawili ambayo yalikuwa yanamwazisha sana. Kwanza ilikuwa ni penzi ambalo alipewa na Shakil. Alijikuta akifikiria katika pande mbili, kurudia kwa mechi ama kusitisha, kwa sababu bado maumivu yalikuwa yanamsakama. Ingawa nyakati zote alizokuwa anatembea, alijitahidi sana kujikaza. Basi aliamua kumtafuta na kumsifia namna ambavyo alimpa mapenzi matamu. Lakini mara zote ambazo alikuwa anampigia simu, Shakir hakupokea simu yake. Alijaribu pia kumtumia ujumbe mfupi, lakini bado mwanaume huyu alikaa kimya licha ya jumbe kurudisha taarifa kwamba zilimfikia mhusika. Hii ilimfanya amie katika upande wa pili wa mawazo. Jambo la pili sasa ilikuwa ni hati pamoja na cheti cha ndoa ambavyo vilikuwa kwa Mina. Akiwa kitandani aliwaza,
kwa hiyo natakiwa kuweka sahihi au? Okay, nimepata cheti cha ndoa ya mama na baba, lakini cha mama Paula sijakipata. Kiko wapi? Walificha au? Sasa kama walificha wapi? Lakini hapana, huenda kuna jambo ambalo linaendelea. Natakiwa kuwa mchunguzi mpaka siku ambapo nitajua kweli. Basi aliinuka na kwenda katika kabati lake na kuanza kupekua. Alikuwa akitafuta kumbukumbu za picha mbalimbali, na alipoipata alirudi tena kitandani na kuanza kupicha picha moja baada ya nyingine. Picha zilikuwa ni nyingi sana, zaidi ya picha 1000 ambazo zilikuwepo katika albamu. Nyingi katika picha hizi zilimuonyesha yeye akiwa mdogo, mama yake pamoja na baba yake, huku baadhi ya watu wakionekana akiwemo huyu Marge. Sasa kibaya katika maisha yake yote hakuwahi kupekua na kutazama picha zote na kuzimaliza. Mara nyingi alikuwa akiishia katikati au karibu na mwisho. Pindi alipochoka angerudisha tena, na siku angeangalia tena mpaka mwisho. Sasa leo hii, kwa kuwa hakuwa na kazi ya kufanya, alihitaji kuweka kichwa chake sawa. Alijikuta akiendelea kupekua, alipekua mpaka alipofika picha ya 400. Alikuta ina jina ambalo lilikuwa limeandikwa, likiwa limewekwa kwenye kikaratasi ambacho kilikuwa nje ya picha. Kilisomeka Dennis Kona. Alisoma kwa makini sana. Kichwa chake kikajaribu kuchora na kukumbuka kama amewahi kusikia mahali jina hili au sehemu yoyote, lakini hakuweza kupata jibu kamili. Alifananisha jina hili na Dennis ambaye aligeuka kuwa mtu wake wa karibu mara baada ya kutumwa aje kumbaka siku ile, lakini hakufanya hivyo na akawa rafiki yake, lakini bado alishindwa kupata maana ya jina la mbele ambalo lilikuwa limeandikwa Kona. Hakuwahi kulisikia kabla. Jambo hili basi lilimfanya ndani huenda alikuwa ni mmoja wa watu ambao alikuwa amesimama na babake katika picha ambayo ilikuwa pale kabla. Sasa kwa kuwa alikuwa ni mtunzaji mzuri wa kumbukumbu, alijikuta akienda kuchukua diary yake na kuandika jina pembeni, na kisha akaendelea kupekua picha. Sasa macho yake yalikutana na picha moja ambayo pia ilikuwa na watu watatu, yani Marge, mama yake pamoja na mwanamke mwingine ambaye hakujua ni nani. Mwanamke huyo aliungana katika picha nyingi sana ambazo mama yake alikuwepo. Alitazama ile picha kwa makini mno. Sura ya mwanamke yule ilikuwa ni ngeni na hakuwahi kumuona katika maisha yake, lakini kwenye picha ilikuwepo, tena ilikuwa imejitokeza mara nyingi sana. Aliamua kuitoa ile picha na kuiweka juu ya diary, akaendelea kupekua taratibu, na alipofika katika picha kama 700 hivi, binti sasa alihisi kuchoka. Akaona ni bora kurudisha album katika eneo lake la mwanzo. Alifanya hivyo na kurudi kitandani ambapo alitafuta usingizi mpaka alipoupata. Sasa ni asubuhi, majira ya saa 12 asubuhi, ambapo Riaz alikuwa katika meza akiendelea kuandaa muhtasari, yani script kwa ajili ya filamu, kama ambavyo ilikuwa ni ndoto yake siku zote. Hakuchoka kuandika, kuchoka kutengeneza tamthilia hata kama zilikuwa hazimlipi. Akiwa anaendelea kuandika, mlango wake uligongwa kwa nguvu mno, yani uligongwa kwa nguvu sana. Akafahamu kwamba alikuwa anagonga, alikuwa ameshikwa na hasira. Alifunika laptop na kupiga hatua hadi mlangoni, ambapo alifungua mlango. Mbele yake alikutana na Shakil ambaye alikuwa amevimba kwa hasira. Macho yake yalimuingia ndani, mashavu hayakuacha kumtetema kama shabiki wa Yanga mbele ya magoli ya Mayele. Alifoka sana Shakil. Mzee, unaleta uboya, si ndio? Umemkaje kwanza? Sitaki bwana. Hivyo nilikwambia nini? Unadhani kwa rahisi kufanya hivyo? So ukaona usinifanyie pepa, si ndio? Kila mmoja anataka kufika sehemu sahihi na sio kuharibiana ndoto. Yaani mimi nikafanye makosa huko, nifukuzwe chuo, nisitimize ndoto zangu kwa ajili yako. Riaz aliweka kibezi upande wake, hata kama sehemu ya utetezi bado ikawa inaendelea. Unafahamu kabisa mimi nategemea elimu iliyo na maisha mazuri. Sina cha kurithi mimi zaidi ya jina la ukoo ambalo limeshatoweka hivi sasa, na mwenyewe unajua. Okay, kwa umejifanya wewe machinga, si ndio? Utajua mwenyewe bwana, it's your fault. Hakukuwa na sababu ya kutokuja chuo. Sasa umndani utapaona pachungu nakwambia. Shakil alimchimba mkwara ndugu yake Riaz na akaondoka zake. Sasa Riaz huyo arudi ndani kwa sababu hakuona sababu ya kuendelea kusubiri katika eneo lile, kwa sababu alikuwa akimfahamu Shakil ni mtu aina gani. Mara zote alikuwa hakauku vitisho vya hapa na pale. Akarudi tena katika laptop yake na kuendelea kuandaa tamthilia kuhusu yale ambayo alikuwa ametokea muda mfupi uliopita, na akaipa nafasi. Kwa script hii sidhani kama kuna mtu nikimpelekea ataweza kukwepa. Yes, nimeandika vizuri sana, matukio nimepanga vizuri na nitakuwa maarufu. Hata kama nimeipa jina la I'm not a superstar, alikuwa akijiambia kwa sauti akiwa anatazama kazi yake ambayo ilikuwa imempa matumaini ya kutoboa katika uandishi na uandaji wa filamu kama si tamthilia. Sasa wakati huu Riaz akiendelea kuandika, ndio muda ambao Shakil pia alitoka nje hadi katika banda la ng'ombe ambako mama yake alikuwa akitazama mifugo yake kama iko sawa. Alisimama kando yake akiwa na hema sana. Rani alitambua mtoto wake alikuwa mikorofishwa, akamuuliza, "Vipi baba, mbona una hema? Si huyu mpuzi wako hajafanya kile ambacho nimwambia? Ina maana ameshindwa kukusimamia kuchukua nafasi yako?"
Ya, sijui anatakaje, nashindwa hata kumuelewa. Yupo ndani? Ndio, nakuja sasa atanitambua. Rania aliondoka akiwa na hasira sana. Mguu wake ulitua mlangoni kwa Riaz, ambapo pasi hata kubisha hodi aliingia moja kwa moja na kumkuta akiwa anaendelea kuandika. Mama, Riaz alishtuka. Nani mama yako? Wewe ni mpumbavu eh? Rania aliuliza bila hata kusubiri jibu. Aliparanganya laptop na kusukuma pembeni, akimvuta sikio kwa nguvu na kumwachia. Maumivu yalimwandama Riaz ambaye alishikwa na hasira sana. Alijikuta akikunja ngumi, lakini alirudisha mara baada ya kugundua angezidi kuharibu na huyu alikuwa ni mamake. Basi aliuliza kwa sauti tu ya upole. Kwani kuna nini mama? Wewe uliambiwa nini eh? Yaani unakula bure, unavaa bure, hata kutembea unaendesha gari bure, yaani kila kitu ni bure, mafuta ujui chochote, afu unajua jeuri tu. Rania alikuwa anafoka. Riaz aligundua kwamba mwanamke huyu alikuwa na hasira. Alinama na kuokota laptop yake, akaitazama vyema. Kulikuwa na alama kwenye kioo ilionyesha kwamba imepasuka. Hakutaka kuzungumza lolote, aliendelea kumsikiza Rania ambaye alizidi kutema cheche. Sasa nakwambiaje, mjomba wako akirudi humu ndani unaondoka. Siwezi kukaa na mtoto mpuuzi, mjinga, mshenzi kama wewe. Mshindo kumwandikia mwenzako. Kisa nini? Una akili wewe? Kwa unataka afeli afukuzwe chuo au? Yaani basi licha ya mama kuendelea kuongea akiwa na hasira, lakini Riaz bado alifahamu kwamba jibu la mjinga ni nini. Angejibu ilikuwa ni kesi. Kwa hiyo aliamua tu kujigeuza kuwa bubu kwa muda. Na adabu hiyo alipata kutoka kwa Ibrahim ambaye mara kadhaa alimpa nasaha kuhusu heshima kwa Rania. Basi Rania mara baada ya kuona hajibu lolote alimpiga singi Riaz ambaye aliumba kidogo na kisha akakaa sawa. Na yeye aliondoka katika eneo lile akiwa amefura sana. Alichukizwa na kitendo ambacho likifanya mtoto huyo. Sasa huko nyuma Riaz akawa anajiuliza maswali hivi. Nitaishi kwenye mateso hivi mpaka lini? Yaani kwa nini niwe mtumwa? Ina maana nimeshindwa kabisa kusimama mimi kama mimi. Mali zao zinanitesa. Nimeishi kwa kunyanyaswa muda wote. Hapana, napaswa kuchukua maamuzi sasa. Yes, huu ndo muda sahihi. Ngoja kwanza nikirudi chuo nitajua nifanyaje. Aliongea kwa sauti akitoka na machozi. Moyo wake uliumia sana kuona ananyanyaswa kwa kitu ambacho kilikuwa nje ya uwezo wake. Sasa ni siku nyingine asubuhi ambapo ni kwa upande wa Raula kulikuwa na ratiba mbili ambazo zote alipaswa kuzikamilisha leo kwa wakati mwafaka. Ratiba ya kwanza ilikuwa ni kwenda kuzungumza na baba yake kwa sababu jana waliekana ahadi, na ratiba ya pili ilikuwa ni kwenda kwa Marge kumuuliza kuhusu mambo mawili ikiwemo picha mwanamke ambaye hakumjua ni nani. Pamoja na hilo alitaka kuuliza kuhusu jina la Dennis Kona. Sasa akiwa tayari ameamka, alienda hadi sebuleni ambapo alimkuta baba yake akiwa amekaa na laptop akichezea. Pembeni yake kulikuwa na Paula ambaye alimkata jicho lenye chuki sana. Alimpuuza kwa sababu alishamzoea na mara zote anamwona dada yake akiwa na kisirani. Alipiga hatua hadi alipokuwa baba yake akampa salamu kabla ya kumueleza nia yake ambayo alihitaji kutumia muda ule kama sehemu ya mazungumzo. Basi walitoka hadi nje katika bustani ya maua na hatimaye walisimama wakiwa wanaangalia namna mazingira yalivyokuwa mazuri. Wakazungumza. Siku ile Marge alikuita mliongea nini? Hakuna cha zaidi ya kutaka tule pamoja chakula cha jioni na kunisisitiza nyuma kina masomo. Kweli una uhakika? Hamna kingine? Hakuna baba. Hakuwahi kusema kitu chochote. Hapana, hakuongea kitu kingine. Raula, unanificha mimi babako? Baba, kwa nini kuficha kiwe ndo babangu jamani? Umenizaa, umenilea, unanisomesha, unanifahamu A to Z. Sidhani kama kuna kitu naweza kuficha. Raula alijieleza kabla ya kukaa kimya kimtazama babake. Na akauliza, kwani kuna nini baba? Basi kimya kilipita baina yao na Mr. Emmanuel. Alihema kidogo, akamtazama Raula kwa umakini wa hali ya juu sana, akamwambia, ameanza kutaka kurudia kile ambacho kuna kifanya kabla. Kipi? Kwani hamjaongea kuhusu marehemu mamako? Hapana. Alikuwa anakuambia nini? Aliniambia tu nipambane na ndoto yangu kwenye masomo. Na hujamweleza lolote kuhusu hapa nyumbani? Kwa nini nifanye hivyo baba? Kikawaida huwa tunaongea masuala ya masomo tu na huwa anapenda kuniambia nimekuwa mkubwa, nikazane kusoma. Basi hakuna kingine. Okay, sawa. Kama ni hivyo unaweza kwenda, lakini kuwa makini na Marge, usipokee ushauri wake ovyo bila kuniambia. Lakini yule ni aunti yangu baba, nimeshazoea naye, nimezoea kuwa naye karibu tangia nikiwa mdogo. Nisikize ninachokuambia, mimi ndo babako, sio kwa ubaya. Najua nini ambacho nakuepusha nacho mwanangu. Sawa baba. Raula aliitikia na akaondoka. Sasa yale ambayo alikuwa ameambiwa na baba yake alipita kulia, yakatokea kushoto. Alienda chumbani kwake ambako kukaa sana, alitoka na kutoka kwake kulimfikisha hadi kwa Marge ambapo alimkuta akiwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda ofisini kwake. Naye alipomwona alimkaribisha na walipata kukaa kwenye sofa sebuleni na wakazungumza vizuri tu. Kuna nini? Mbona umekuja bila simu? Simu yangu imezima ndo maana aunti. Sawa, niambie sasa. Kuna vitu viwili nilikuwa nataka unisaidie aunti. Kipi na kipi? Usiniambie Serafina ameanza ujinga wake. Hapana, sio hivyo aunti. Alikaa kimya na akatoa picha kwenye mkoba wake akampatia Marge. Mkono wa Marge
ulipokea picha kabla ya macho kutazama. Alikuta sura za watu watatu na wote aliofahamu. Akarudisha macho kwa Raula akamuuliza, wewe umetoa wapi picha? Nyumbani ziko nyingi tu, ila nataka kumjua mwanamke ni nani. Odhwaima Gandhi. Naikumbuka hii picha, tulipiga tukiwa pamoja. Ni nani huyu Odhwaima na anahusika vipi na mama? Na nimeona picha zake nyingi sana kwa mama. Nenda kamuulize baba yako kama anamfahamu Odhwaima. Kwa nini usiniambie wewe? Unajua Raula, baba yako anajua kila kitu ambacho unatamani ukifahamu. Mimi nilikwambia nitakwambia, lakini mpaka yeye atakapoanza. Baba yako anajua kila kitu. Akishindwa kufanya hivyo, kweli kuna siku nitakwambia, lakini nenda kamuulize. Basi hivi ndivyo ambavyo binti alijibiwa pamoja na huyu Marge. Lakini msikilizaji, sisi tunamkumbuka Odhwaima ni mama yake na binti Railat. Muunganiko unaendelea kuja. Kumbuka huyu mama yake na binti Railat, kuna siku aliona picha ya Raula kwa binti yake na akamwambia fanya juu chini uniletee huyu binti hapa. Lakini kuna siku pia huyu Odhwaima alikutana na binti, alikutana na babake na binti na akamwambia kwa nini hukumuoa yule binti Raula. Kwa hivyo pia tunaona kwamba huyu Odhwaima alikuwa na ukaribu na marehemu mama yake na Raula. Kivipi na kwa nini? Mbona binti yupo katikati kwenye kila mtu? Haya, tunaendelea na tutajua nini kinajiri katika simulizi hii. Sasa baada ya Raula kuondoka nyumbani, mgogoro mkubwa uliibuka baina ya Sarafina na Mr. Emmanuel kule nyuma. Nyumba iliwaka moto, kila mmoja kipaza sauti kwa upande wake. Kubwa lilofanya wali hawa waingie katika mgogoro ilikuwa ni kupotea kwa nyaraka ambazo hawakujua zilikuwa wapi. Wakati Sarafina akieleza kweli juu ya upotevu wa nyaraka za mali pamoja na cheti cha ndoa, ni muda ambao Mr. Emmanuel alihisi kama anadanganywa. Akamwambia hivi, unanichukulia kama mtoto, si ndio? Ina maana unataka kusema kwamba amechukua yeye mwenyewe? Tangu lini Raula akawa na tabia wizi? Tangu lini akaingia ndani kwetu? Hasa kama sio kweli nisiseme, Raula ndo kaiba ya makaratasi. Hajaiba yeye. Mimi najua wewe ndo ambaye umechukua. Nimezungumza na Raula mwanzo mwisho. Hamna sehemu ambayo amesema kwamba amechukua. Hasa unahisi atasema kama ameiba atasema, Kwa hiyo unahisi nani mfanya hivyo? Wote tulikuwa nje ya nyumba. Majirani wanadai kwamba Raula arudi hapa kabla sisi kuepo. Sasa wewe ambacho unataka kitu gani? Sarafina, acha kunifanya mimi ni mtoto mdogo. Acha kabisa. Sijui unanielewa. Raula ameniuliza cheti cha ndoa jana usiku na leo asubuhi pia anaulizia. Ina maana kama iko navyo, kwa nini aniulize? Ndoa ya nani? Sarafina aliuliza. Ndoa ya mimi na wewe au umesahau kama tulibuni ndoa? Mr. Emmanuel alijikuta akifichua kile ambacho alikuwa amekifanya siri. Jibu hili lilimweka Sarafina katika hasira. Alimtazama Mr. Emmanuel kwa jicho kali sana. Anataka hicho cheti akiwa kama nani? Maswali mengine mimi sitaki kujua. Nachotaka kujua ni kwamba na wewe unatakiwa kujua kwamba huyu binti alikuwa anataka cheti cha ndoa cha mimi na wewe na bado anakiulizia. Ina maana kama ameshaona vyeti vya mama yake ama vyangu hajaviona, hakukuwa na sababu ya yeye kuendelea kutuuliza kuhusu vyeti. Kwa umemjibuje? Nimwambia asubiri ili ikipatikana nitampa. Hakuna kumpa. Hivi unajua na malengo gani? Kwani zikashachukua cheti au? Kwanza usiniulize maswali mengi. Naona unanichanganya tu. Mimi nataka kujua kuhusu nyaraka. Mr. Emmanuel alikuwa mkali sana. Alikuwa ni mkali kupitiliza. Kichwani kwake kulikuwa na picha kwamba ni mke wake ndo ambaye alikuwa amechukua kama sehemu ya kutaka kukopesha ukweli kuhusu nani ambaye alikuwa anatakiwa kumiliki zile mali. Yaani aliamini kwamba anafanya vile ili kuficha mali kwa ajili ya binti yake. Huyu Raula anataka kutugombanisha na atatufanya tu maadui. Wewe ndio unataka kutugombanisha, sio yeye. Kwa nini uchukue hati za mali? Yaani kwa nini uchukue bila kunishirikisha? Hasa mimi ningetaka kuchukua mkataba na hati, ningeshafanya siku nyingi tena muda haswa. Kama kipindi kile niliondoka hapa nyumbani, si ningeondoka navyo. Lakini sikutaka na sikuona umuhimu, au kwa sababu nacheka na maana unahisi kwamba mimi sijui nitakuwa nimechukua. Hasa nani ambaye atakao amechukua? Mtoto wako Raula hajachukua. Raula, mimi najua Raula hajachukua. Na kama angechukua aje, angepata wapi funguo? Hata wewe unajua hilo, angepata wapi Raula funguo, angezipata wapi? Na unajua hilo, mimi najua tu ndo umechukua. Sio mimi na wewe tutajuaje? Yaani tutajuaje? Mimi siwezi kujua, mimi sijachukua. Basi nisikize Sarafina, mimi sina la kuongea zaidi, nataka hati na cheti cha ndoa yangu na Dija hapa. Naenda kazini, nikirudi nikute pale mezani. Na maanisha naomba nikikute pale mezani. Full stop. Alisitiza Mr. Emmanuel ambaye aliondoka katika chumba hiki akiwa na hasira sana. Usoni kwake hakuweka tabasamu hata kidogo. Alichukia mno kuona ameanza kuzungukwa na mke wake. Anazungukwa na mwanamke ambaye alikuwa anamwamini na kumuona huenda alikuwa ni mtu ambaye anaweza kuungana naye. Basi Paula akiwa chumbani alisikia sauti hiyo, kuweza kujua moja kwa moja maongezi alikuwa anahusu nini. Lakini mara baada ya baba yake kuondoka na kuelekea kazini, yeye alitoka na kusimama nje ya mlango wa chumba cha mama yake. Aligonga dakika moja mbele Sarafina alitoka. Alikuwa na jazba sana. Akamuuliza, naona ulikuwa unaongea kwa sauti sana, nini? Akasema hivi, unajua babako anataka kunipanda kichwani. Kwa nini? Kwani kafanyaje? Huyu mpuzi anataka sio cheti cha ndoa. Ndoa ya nani sasa? Mjinga mmoja tunajifanya mkarumbembe mwenye wakati alishindwa kwa mama yake.
kuna nini, mbona mimi sikuelewi mama? Raula anataka kutudhulumu mali, afu kesi na dondoshiwa mimi. Babako anadai kwamba mimi ndo nimeiba cheti sijui. Sasa cheti gani, mbona mimi sikuelewi kwanza? Yani haya kwani baba ndo ameweza kukuambia hivyo, anakufokea hivyo? Yani nachanganyikiwa mwanangu. Sarafina alijaribu kupuuza swala la binti yake kwenye swala la cheti. Akapiga hatua sebuleni ambako huko aliweka simu yake chaji. Alipofika alitoa akachezea kidogo kabla ya kuweka sikioni. Simu ilipoita basi hata kupokelewa, alipiga tena zaidi ya mara 2. Simu ilikuwa inaita tu lakini bado ilikuwa ipokelewi. Paula alipiga hatua alipokuepo mama yake, akasimama, alimtazama usoni na kisha akamuuliza akiwa ameweka hasira hivi ni kweli Raula ni mtoto wa nje ndoa? Babako alichepuka, kama unavyojua tabia za wanaume ni umalaya tu. Alichepuka akakutana na kahaba sijui wapi sijui akapata mtoto. Kwa hiyo ndo anataka kutudhulumu mali sisi, si ndio? Ndio mpango wake. Anataka kutujumisha sisi kwenye hizi mali ili ionekane kwamba alikuwa ni mtoto wa ndoa wakati mama yake alikuwa ni kahaba kweli na alikufa kwa ukimwi, malaya yule. Okay, hebu nipe siku moja nitajua nani ambaye aliiba hizo hati, nitazirudisha hapa. Kama ni yeye ambaye amechukua nitarudisha mama. Paula alimhakikishia mama yake na kisha alimpiga mabegani na kurudi tena chumbani ambako hakukaa sana. Alitoka na kibegi kimoja pamoja na gauni. Unaenda wapi? Naenda hostel. Kufanyaje? Nitarudi hapa jioni kukupa majibu. Sawa. Kama hutonikuta basi nitakuwa kwa Judith. Sarafina alimwambia binti yake ambaye alikuwa tayari amefungua mlango na kutoka katika eneo lile. Sasa ni nje ya M3 karibu na kituo cha daladala cha Malimbe ambako alionekana Miriam akiwa amechuchumaa huko amejiinamia hivi. Alikuwa akijaribu kufuta aibu ambayo ilikuwa mbele yake kutokana na kudondosha machozi. Wanafunzi wengine walikuwa upande wa pili wakimtazama. Wapo ambao walimpa jicho la mara moja na kumpuuza, lakini wengine walimpa umakini sana. Miongoni mwao alikuwepo Fina ambaye alikuwa akimsubiri Riaz ambaye alitaka waongozane kuelekea library kwa ajili ya kusoma. Sasa akiwa kama mwanamke ambaye alikuwa mbeba huruma ndani ya moyo wake, alihisi kuna jambo linaendelea kwa Miriam, ndio maana alikuwa amejiinamia. Alipiga hatua alipokuwa mwanamke huyu, akasimama kando yake akamuuliza, "Vipi, unaumwa?" Kichwa cha Miriam kilienda juu na macho yake akamtazama Fina. Alipoona ni mtu mpya alikuwa amemuuliza, alisimama vema ili waangaliane na kisha akamjibu, "Hapana, niko vizuri." "Unaonekana uko unalia, shida nini?" Niko sawa. "Hapana. By the way, mimi naitwa Fina. Nimekuona hapa nikasema nije nikupe company. Sijui uko tayari?" Alimpa mkono ambao ulipokelewa bila kurudishwa. "Mimi naitwa Miri." Alishindwa hata kumaliza swali lake la pili. Alimuona Sara akiwa ameongozana na Joshua. Kumbuka Sara aliwahi kuwa ni rafiki yake na sasa hivi ana date na rafiki yake. Walikuwa wameshikana mikono. Basi haraka alikimbilia hadi alipowafikia. Alipofika kutaka mambo mengi zaidi ya kuangua kilio bila kujali alikuwa katika eneo gani. Akalalamika, "Hivi kwa nini hujali hisia zangu? Kwa nini unanisaliti bila hata kujificha? Ni basi hata nisijue kama unanisaliti Joshua. Kwa nini unanitesa hivi? Tena unatembea na rafiki yangu kweli?" Neno rafiki yangu ilikuwa ni kero sana kwa Sara ambaye alikuja jua kampia, "We koma wewe, nyoko mbili kabisa wewe. Mimi rafiki yako? Hebu sema mke mwenzio labda. Mimi na urafiki gani na wewe?" "Joshua, hebu jaribu kufikiria hisia zangu Jaribu kuvaa basi hata roho yangu. Hata uwe na roho ya huruma jamani, afu nihurumie. Kwa nini lakini babangu ananifanyia hivi mbele ya kila mtu? Na kuomba tafadhali." Basi Mariam alishindwa kuzungumza, akajikuta akipiga magoti na kumuomba msamaha. Mwanaume huyu Joshua ambaye hana hata huruma sasa hivi anatembea na rafiki yake kipenzi. Basi Fina aliliona ile tukio na kile kilichokuwa kinaendelea kilizama ndani ya moyo wake na kuweka simanzi kama sio maumivu. Kwa kuwa alikuwa ni mwepesi sana kutoka na machozi mithili ya bao la kwanza, macho yake yalianza kudondosha machozi. Alishindwa kuvumilia kile ambacho alikuwa nakiona kwa sababu na yeye alikuwa ni sehemu ya wahanga wa maumivu ya mapenzi. Na kupigia simu upatikani. Nyuma yake ilisikika sauti ya Riaz. Aligeuka na kumtazama akitoa kitambaa na kufuta machozi. "Mbona kama ulikuwa unalia?" Riaz alimuuliza Fina. "Unajua wanaume muda mwingine ni watu ajabu sana." "Ni kweli, lakini nategemea kukutana na mwanaume aina gani. Lakini ni kweli kuna muda watu wanakuwa ajabu sana. Hebu tazama pale." Alinyoosha kidole na kuonyesha sehemu ambayo Miriam alikuwa mpiga magoti akidhalilika kuomba msamaha. Riaz alifanikiwa kutazama, aliona nini ambacho kwa kinaendelea. Alishikwa na hasira kiasi baada ya kuona Miriam akipigwa kibao na Joshua na kisha alimsukuma kabla yeye kuondoka akiwa amemshika mkono Sara, wakitembea kimahaba bila kujua nini alikuwa amekifanya. Akarudisha macho kwa Fina akamwambia, "Mwanaume wa kweli hatakiwi kumdhalilisha mwanamke kiasi kile." Alikosoa Riaz akiwa anarusha macho kwa Sara na akawatazama wote kwa pamoja. "Na ndio sababu nawachukia nyinyi mbwa. Yaani namuomba Mungu nisijifungue mtoto wa kiume. Mungu Baba." Fina alimjibu Riaz akiwa na hasira kulikweli. Hakuacha kuhema juu hivi. Basi kwa mara ya kwanza
Riaz leo ndo alipata kujua kwamba mtu ambaye alikuwa anaongea naye pale alikuwa ni mjamzito. Alishangaa kwa sababu hakumuona akiona dalili hata moja ya tumbo kubwa. Nakumbuka alikuwa amempenda sana huyu binti. Kwani wewe ni mjamzito? Ndio, mbona sikutegemea? Una miezi mingapi? 4 nadhani. Jamani, mimi sitakuamini. Aliweka kitu akimtazama vizuri. Aliweka mkono wake katika tumbo la Fina kwa muda, akapima tumbo na kusikiza mapigo ya moyo. Akaambia, "Kwa hiyo mpenzi wako yuko wapi? Baba wa mtoto." Wanaume siku zote wanakataa mimba, lakini sio wote. Ni wanaume wajinga tu ndio wanaweza kufanya hivyo. Binafsi naweza hata kulea mimba zako ya kwangu na hamna kitu kikaribika. Wanadhani sisi ni wajinga Sina hakika kwa sababu kila mmoja ametokana na mwanamke. Tunaweza kuwasingizia. Fina alidondosha swali chukizi kabisa kutoka kwenye mzizi wa chuki dhidi ya wanaume, na ilikuwa ni chuki ambayo imedumu kwa muda mrefu sana kwenye moyo wake. Kwa hiyo mwanaume wako alikataa? Amekataa ni muda sana. Nani ambaye yuko responsible kwenye kutunza hiyo mimba? Mwanaume gani mpumbavu? Mwenyewe ni kwamba kibaya nipo katika wakati mgumu sana juu ya familia yangu pia. Wamesemaje? Mama anataka nitoe na ndo sababu ya mimi kutokuwa hewani. Tumegombana na mama. Si pole sana. Kwa hiyo umejipangaje? Kikweli siko tayari kuoa. Ni kosa. Yaani ni kosa langu mwenyewe, kwa hiyo basi acha tulio kwangu. Mimi si ndo niliona utamu. Kwa nini nitoe mimba? Lakini mtoto kuzaliwa bila baba ni shughuli nyingine, unajua utakuja kuuliza baadaye. Najua nini Basi wote walikaa kimya baada ya kuona Miriam akiwa amedondoka chini kwa mara nyingine. Walimkimbilia, walimkuta akiwa mpoteza fahamu. Haraka wakafanya utaratibu kumpatia huduma ya kwanza na kutafuta bajaji ambayo ingemfikisha katika geti dogo, yani katika hospitali, ili kupita katika hospitali na taratibu za mwanzo zianzie hapo. Tunatoka pale tunakuja upande wa pili ambapo tunakuta mazungumzo. Jana ulikuwa wapi? Hadi ukao shiki simu yangu jamani. Ilikuwa ni swali kutoka kwa Mina ambaye alikuwa akimtazama Rafael aliyekuwa mbele yake akikuna kichwa. Wakiwa wamekaa kwenye kiti kimoja katika mmoja ya mgawa maarufu ambao unapatikana Nyamalango pale ambapo ulipewa jina la Chillax. Eneo ambalo kila mmoja aliona ni sahihi kwa upande wao. Wanafunzi mbalimbali walikuwa wakipata chakula pale huku kila mmoja akionekana kufurahia sana msosi ule. Unajua nilikuwa na soma pale na washikaji wakati ulipokuwa unanipigia simu pale kwa usikuwa na simu. Okay, ulikuwa umeweka wapi? Nilikuwa nimeacha hostel mara moja hivi. Hostel? Nilikuwa nimeacha hostel. Okay, hamna shida. Afu kuna kitu nilikuwa nataka nikushirikishe, sijui utakuwa unafikiriaje kwa upande wako. Kitu gani? Nilikuwa nafikiri kuishi pamoja semester ijayo, ila hizi hela za kodi nilikuwa natamani tufanye biashara. Basi wakati akiwa anaendelea kwenye haya mazungumzo, eneo la barabara ya upande wa pili ambapo wao walikuwa wamekaa, walipita Paula akiwa pamoja na Shakil huku akiwa ameshikana mikono. Mina aliweka macho kwa watu hawa. Aliona wakiingia kwenye mgao mwingine lakini hawakufanikiwa kuona vizuri. Akarudisha macho kwa mpenzi wake akamwambia, baby bwana. Yaani unawaza biashara kweli? Muda huu unawaza biashara? Ndio. Tunaondoka hapa tunaenda kuishi pembezoni mwa chuo huko kama Nyegezi Kona, then tunaanzisha biashara huko, lakini tunakuwa tumepunguza gharama za hostel. Unaonaje? Binafsi sipo tayari. Kwa nini sasa? Yote mawili, yani mimi sipo tayari kwa yote. Yani kukaa hostel moja lakini pia hata ile kuanzisha biashara, hapana kwa kweli. Alikaa kimya na akatoa simu yake mfukoni. Basi simu ilikuwa na message ambayo ilisoma kwa juu ambayo ilikuwa imeandika, "Uko wapi kipenzi, nataka kuona." Alikuwa ni Suzi na ndio alikuwa ametuma hii message. Akili yake ikamruka kabisa. Aliona anapaswa kuharakisha kula chakula apate upenyo wa kuondoka. Kwa hiyo umesauta kuishi na mimi, si ndio? Shida sio mimi bwana Mina, but nyumbani unajua kila baada ya wiki moja Sister Suzi wanakuja kunicheki. Ameanza lini wewe dadako kucheki? Kwani sijai kuambia? Na kwamba dadangu kwamba yuko hapo Bugando anasoma unesi pale, then nyumbani wameweka ratiba sisi kutembelea, na kwa wake nikuta mimi niko na mwanamke. Unafikiri atanichukuliaje? Hivi unachoongea unajisikia kweli? Unasikia ipo sahihi? Unajua unataka kufikiria kuhusu mimi pia. Hivi kama nikiachishwa chuo inakuaje? Alafu niko nje. Hivi unadhani nini kitatokea? Rafael azidi kuweka maswali yenye kubeba utetezi wake. Jambo pole limfanya mimi nakubali naye, japo ilikuwa ni kishingo upande, lakini ilikubidi akubali. Lakini kumbuka kwa nini anakataa, wote tunajua. Hasa ni upande wa pili tunamwona Paula akiwa anaongea na Shakira. Anamwambia, "Unajua Rao yule ni mjinga sana yule mtoto. Kuna muda najiuliza hata kwa nini baba alimsaidia. Kwani kafanyaje? Amebahati za nyumba na mali zote, sijui amepeleka wapi. Unasemaje?" Ndio hivyo. Alafu anaulizwa kata. Ina maana yeye ndio kweli ambaye amefanya hivyo? Yaani acha tu. Yaani nyumbani kumepagawa. Baba anamlaumu mama, anamwambia yeye ndio mwizi, mara sijui alienda na kurudi sijui. Yaani ndio hivyo, yaani mambo ni changamoto nyumbani.
Ndio maana aliniambia nataka tuonane jana usiku, sijui atakuwa na mazungumzo na mimi, sijui kuna kitu anataka kunipatia, ndio hivyo. I think itakuwa ni hizo hati. Sasa kwa nini anafanya hivyo? Yaani yule ni mjinga, unajua ana akili. Unajua anafanya mambo mpaka nahisi kuchanganyikiwa. Yaani nahisi kuchanganyikiwa kabisa, na baba akiwa ana hasira, anaweza taka kumwacha mama. Yaani mimi nachanganyikiwa jamani. Paula alikuwa akijilalamisha pale. Alifahamu kwamba kwa namna yote ile kupitia mwanaume huyu, sababu alikuwa na ukaribu na Raula, basi ingekuwa rahisi kwake kupata hizo hati na nyaraka zote muhimu. Basi Shakila alianza kwa muda, akashusha pumzi kidogo, akawa anamtazama Paula ambaye alionekana amenona sana kimuonekano. Namna ambavyo alikuwa amevaa tofauti na wanawake wengine eneo lile, alionekana kwamba ni mrembo sana. Mate akamjaa Shakila, akamuuliza, "Kwa hiyo ulikuwa unataka uzipate lini?" Yaani unajua baby, hata leo jioni nataka nizipate, yani hata leo kiukweli. Okay, basi tawasiliana, nitajua ni wapi unatakiwa kuja kuzichukua. Shakila alimhakikishia akiwa anatoa simu yake ambayo aliichezea kidogo na kuweka sikioni. Aliomba ruksa kwenda kuongea pembeni kwa sababu hakutaka Paula ajue nini anaongea. Basi akasogea mpaka nje mgao ambao alikuwa wameweka makazi pale, akaanza kuongea na simu ambayo mtu alikuwa amempigia, kwa mwingine alikuwa ni Raula. "Jana mbona ulikuwa upokea simu zangu hata leo asubuhi?" "Oh, sorry, unajua nilikuwa nimechoka, that's why. Lakini sasa hivi nimetulia. Hapana, nikasema nikupigie." "Sawa, lafuata usijali kwanza. Vipi hauhisi maumivu?" "Nakosaje? Uko wapi kwanza? Maana kuna kitu nitaka nikupe unitunzie." "Mimi niko chuo." "Uko wapi?" "Niko natoka lango mara moja hapa, lakini nilikuwa nataka kuja chuo." "Okay, basi tutakutana, sitotoka mpaka nikuone." Shakil alimwahidi na akakata simu. Akarudi tena kwa Paula ambaye alikuwa na kimuhimu cha kutaka kujua nini kwake kinaendelea. "Jioni nitakupa." "Kweli? Kwani uniamini?" "No, nakuamini." "Basi sawa, tuendelee na chakula." Alisisitiza na wakaendelea kula chakula akiwa na hakika kwamba jioni angeweza kupata nyaraka ambayo ilikuwa imepangwa kwamba kwa vyovyote vile lazima Raula angempa mpenzi wake amtunzie. Sasa ni majira ya saa 10 jioni ambapo Raula alionekana nyumbani kwao akiwa ni mtu wa pilika via, kuacha kwenda kushoto na kurudi kulia. Alikuwa akimsubiri babake ambaye alimwambia angekuwa na mazungumzo naye. Akiwa anaendelea kuzunguka, babake alitoka nje ambako waliweka kitako. "Baba, kuna nini?" Raula aliuliza. "Ndani kuna jambo linaendelea na kila mmoja anasema wewe ndo ambaye umefanya." "Jambo gani?" "Hati za mali zimepotea, hazipo na hazijulikani wapi zimekwenda." "Kwani ukutunza sehemu salama?" "Nilifanya hivyo, lakini kabla ya upelelezi wangu kuanza rasmi, naomba uniambie umechukua hizo hati." Macho ya Mr. Emmanuel yalitoka kwa binti yake ambaye aliweka sura ya upole na kisha akajitetea bila hata kuwa na woga. "Hapana, mimi sina muda wa kuanza kuhusu hivyo vitu, unajua." Jibu lilikuwa ni kikwazo kwa Mr. Emmanuel ambaye alianza kukuna kichwa chake. Kupata ukweli wa nani ambaye aliingia ndani na kutoka na cheti hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza sana kichwa. Alitafakari kwa muda, akarudisha swali kwa binti yake. "Hivi umewahi kuingia chumbani siku za karibuni?" "Chumbani kwako?" "Ndio." Hapana, yani sijawahi, kwanza sikumbuki hata mara ya mwisho lini nilikuja. Sijawahi kiukweli." "Aya, sawa, unaweza kwenda. Lakini na swali baba." Raula alimuuliza babake kwamba na swali. Kima kilitokea kwa wote wawili. Mr. Emmanuel alishindwa kuitikia kwa wakati kutokana na kudhani kwamba alihisi kwamba huenda binti yake ataka kumuuliza kuhusu cheti tena. "Swali gani tena mwanangu? Kuna watu wawili nitaka uniambie ni kina nani." "Watu? Ndio, wako wapi?" aliuliza akimtazama binti yake ambaye aliomba kwenda ndani kidogo na angerudi mahali pale. Ruksa ilipopatikana aliingia ndani ambapo alienda kuchukua picha. Dakika 4 mbele akarudi akiwa na picha ambayo ilikuwa na watu watatu, yani Marge, Dija pamoja na Udhaima. Alimpatia baba yake akamuuliza, "Huyu ni nani?" Alionyesha kidole katika sura ya katikati ambaye alikuwa ni Udhaima Gadhi. Pumzi nzito ilitolewa na Mr. Emmanuel ambaye aliwaza nini ajibu. Alikuwa akimfahamu Udhaima kwa namna ambayo yeye alikuwa anaijua, lakini hakutegemea kama siku moja angekuja kuulizwa. Akasema huyu anaitwa Elizabeth Shomari. "Anaitwa Elizabeth Shomari?" "Ndio." "Okay, naomba hiyo picha." Raula alinyosha mkono, lakini Mr. Emmanuel alikuwa mbichi sana kutoa ile picha. Bado alikuwa na mashaka kuhusu jibu la uongo ambalo alikuwa amelitoa sekunde 50 mbele ambazo alikuwa ametoka kuzungumza na binti yake. Akamwambia, "Ukianza kujua uongo afu kweli ukafuatia kuhusu mtu au kitu fulani ambacho uliambiwa, basi utachukia watu ambao walikumezesha uongo huo. Huyu anaitwa Udhaima Gandhi. Lakini kwa kuwa umeniongopea, nitatafuta ukweli mwenyewe na nikiujua, jibu utapata kutoka katika sentensi yangu ya kwanza." Aliondoka katika eneo lile bila hata kusubiri babake basi angejibu nini. Sasa ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Mr. Emmanuel ambaye alijikuta akitetemeka kuliko kawaida. Maswali yalikosa majibu ya karanda ndani ya kichwa chake. Majuto ya kwa nini alikubali kuanza na uongo sehemu ambayo alihitaji ukweli hayakuacha kuweka wazi na kuweka makazi ndani ya mwili wake. Alikosa amani ghafla.
Inaonekana yupo katika uchunguzi. Kuna kitu anafuatilia huyu binti. Sasa anatakiwa kuwahi kuweka kila kitu sawa. Nani ambaye amemwambia kuwa yule ni Othwaima? Kuna mtu lazima. Aliendelea kujiuliza lakini hakupata majibu. Akiwa katika dimbwi la maswali alimuona Raula akitoka ndani akaelekea sehemu ya maegesho ya gari ambapo alipanda na kuondoka nyumbani. Hakujua wapi alikuwa akielekea kutokana na kutokuagwa na akashindwa kumuuliza kwa sababu alitambua binti yake ameingia kwenye hasira, ameingia kwenye wakati ambao una chuki sana ndani yake. Basi safari ya Raula ilienda kutoka kwa rafiki yake Mina ambako alichukua mkoba wake ambao ulikuwa na hati alikisha kama zipo akaziona. Nikajua kwamba atakuwa amefungua. Alimuuliza Raula. Alikuwa anamuuliza binti yake akiwa anatembea kuelekea alikosimamisha gari yake akiwa na Mina. Nisingeweza kufanya hivyo. Sawa, nashukuru kwa uaminifu wako. Usijali. Alafu nataka kujua kwa nini jana ulikuwa una haraka vile? Unajua kuna kitu nafichwa na baba. Hataki kuniambia kweli. Kitu gani? Ni kuhusu mama, mimi, mama Paula pamoja na Paula. Kuna nini? Nitakusimulia lakini ngoja kwanza nawahi kwa Shakil. Yani wewe na Shakil ushaanza. Hebu niache basi ka. Raula aliweka matani akampiga rafiki yake katika bega ikiwa kama sehemu ya kumwaga na akaanza kuondoka katika eneo lile. Haya msikilizaji, mambo katika simulizi yetu bado yanazidi kupamba moto, visa na mikasa vinaendelea kuongezeka. Wahusika pia wanaendelea kuwepo, tunaendelea kuona wenye mapenzi ya kweli, wasaliti wakubwa tunaoona hapa. Lakini yote kwa yote bado hatujaja kujua hatma ya msichana wetu Raula itakuwa ni nini. Kumbuka ameamua kulivalia njuga swala la marehemu mama yake, lakini pia uhalali wake katika mali ambazo kuna namna anahisi kwamba anahusika. Tunaona mapenzi yake na ndugu yetu Shakil, lakini Nurdin sijui amepoa sana, ni kama hatujamuona kwenye episode hii, hatujui anatunga sheria ama ni nini ambacho kitaendelea kuwepo. Msikilizaji, mimi nakwambia simulizi hii kuna wahusika wengi lakini kuna mikasa mingi mbali ya kila siku ambayo tunakutana nayo katika maisha yetu. Kwa leo tuweke nukta hapa katika sehemu ya 7 simulizi hii. Kumbuka mwishoni mwa sehemu hii hapa ya 7 basi ni maandalizi ya simulizi ijayo katika episode ya 8. Mimi next simulizi wakati wote, jina langu naitwa Tutu. Kumbuka mwandishi wa simulizi hii ni Sam Dafur na hapa ni Simulizi Zetu Media.